Naenda kwa neno la Mungu. I'll go to his word. Tunaenda kwa neno la Mungu. We'll go to his word straight. Kichwa cha neno, Our headline today. ukombozi hatari. Dangerous salvation. Ukombozi hatari. Dangerous salvation. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuna ukombozi There is a kind of salvation or redemption ambao that is unaweza kuwa umekombolewa kwa hali ya kawaida, that you have been redeemed in a normal way. lakini kuna ukombozi ambao But there is that redemption. unaangalia unasema, When you look around you kama say, sio mkono wa Mungu if it is not the hand of God, singeweza kutoka hapa, I could not have gotten out of this kwa place. sababu amekukomboa kwenye hatari. Because he has redeemed you from danger. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tasoma kitabu cha Kutoka. We'll read from the book of Exodus. Kutoka Exodus 14 chapter 14 na mstari wa 21 verse 21 mpaka 31. till 31. Amen. Kutoka 14 na 21. Biblia inasema hivi: Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito, na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari karudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni kwa bahari wamekufa. 31. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jesus. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hali ya ufungwa A state of being in prison ni hali ambayo sio kitu ambacho Mungu aliumbia mwanadamu. is not a state that God made for man. Mungu alipomuumba mwanadamu, When God created man, alimuumba na hali ya uhuru. he made him to be in a state of freedom. Lakini shetani akaja, But Satan came akaleta roho ya utumwa. and he brought in the spirit of Kwa being a hiyo prisoner. unapoona mtu amefungwa, When you see someone is a prisoner, siku za kwanza za mfungwa during the first times of a prisoner, zinakuaga siku za uchungu
uchungu. It's always painful time. Kila yoyote anapoingia kwenye kwenye kifungo, jela, Everyone else who is taken into prison, siku ya kwanza the first days, anakuwa anapiganisha sana is always fighting aweze kutoka so kwenye that he kifungo. gets out of this place. Hata mle ndani ya kifungo Even in that area, ukimpata anakuwa na masikitiko when you sana, find them, they are so downcast. na hiyo hali inamfanya atafute mbinu ambayo atafunguliwa. And that state makes him find a way to Lakini be free. tabia ya mwanadamu, But the problem with the human, ana tabia ya kuzoea. he has a problem of getting used Kifungo to. kikiendelea, When this state of wakati ambapo kifungo kinaendelea, when slavery unapata continues, mtu anaanza kuzoea, someone continues to get used to it. na ile kuzoea And during that time of anaanza being used to it, kujiunganisha na yale mazingira you begin to find yourself an environment ambayo that yanamzunguka. is conducive to you. Utapata kama ni mtu ambaye wanaambia mtamka saa 10, When you find someone telling them that you have to wake up kwa early sababu by yeye 4, tayari ni mfungwa, because already is a slave or a prisoner, akili yake na mwili wake utaanza kukubaliana na saa 10. already the body and the brain will begin to Siku za kwanza atasikia kuamka ni ngumu, some days you will feel that lakini it's not baadaye easy, mwili wake utakubali. but later you'll get Hivyo used to it. ndivyo mwili ulivyo. That's how the body is made. Unaweza kuwa mahali pazuri, You might be in a good place, lakini ukitoka uende mahali pabaya, but you go to a bad siku place, za kwanza the first day, hiyo mahali itakufanya unasikia shishe, that place you will feel something, lakini vile unaendelea kukaa hiyo but as you mahali continue to stay there, utaanza kuzoea. you will begin getting used to Nakumbuka it. mara ya kwanza Sometimes nilipofika, earlier, nilikuwa naenda kuhubiri Madhare. when I used to go to preach to Hapana Madhare, Madhare ya siku hizi. not today's Madhare, Zamani Madhare ilikuwa mbaya, but mwaka today's, 95. in 1995, Nilikuwa nateremka pale, I used to go in that area. unakutana maji na hizi sewage zinakamatana. You meet the sewage and together with the water Kwa hiyo always tulikuwa flowing. tukipita pale, Then we'll go ukiangalia that watu place, wanauza chips, you see people unajiuliza selling chips, maswali, and you hii question chips nani yourself, atainunua? these chips, who will buy it? Na wakati ambapo uko naona kabisa choo, And you unaona are seeing kila already kitu. sewage passing by that Lakini area. tulipoendelea kuhubiri But pale, every time we continue to nilikuwa preach, mama mzuri wa kuambiana muniletee chips. I was that person who tell me that bring me chips, right? Chips ambazo zimekaangwa na sewage inapita, Chips that were made and the sewage was flowing. kwa sababu umezoea. Why? Because I got Na used hiyo to it. hali And that state, haikustui, it doesn't na really, imagine hautapata ugonjwa and you will not even be sick. kwa sababu umeanza kuzoea hiyo hali. Why? Because Lakini you've gotten mtu used to ambaye it. hazoei But someone who's not used to ataumwa. will be sick. Kwa hiyo hali ya ufungwa And therefore, state of ni being a hali ambayo prisoner sio nzuri, is not a good state. na mfungwa anapofunguliwa, And when a slave is released, hata akirudi nyumbani, even when he goes back watu home, wake wanakuwa na shida, his people become kwa have a sababu problem with him. anachukuaga ile tabia Why? Because he has that ya character, kule gerezani, the character of a anaileta prisoner, nyumbani. and brings it back home. Kwa hiyo unajipata And therefore you find hata yourself, familia even the family, inateseka they suffer kwa sababu ya yule mfungwa because of that aliyefunguliwa, prisoner that was released. kwa sababu hajakuwa huru because hata he is kama not free, even amefunguliwa. if he's free. Kwa hiyo hali ya ufungwa Therefore, state of sio prisoner hali nzuri. is not a Unaweza state. kuwa hauna pesa, Maybe you don't have money, lakini hakuna kitu cha maana kuwa but there's huru. nothing good to be free. Kuwa huru ni jambo zuri, Being free is a good thing. kwa sababu uhuru, Because freedom, utaenda popote, you'll go anywhere, utatembea you'll popote, walk anywhere, utakuwa sawa. you'll be okay. Leo tunaingia When we kanisani come to church, kwa sababu tuko uhuru, because you are free, lakini kuna wakati ambao there are times walisema makanisa they say that yasiingie. churches should not, people should not Kuna attend church wakati services. walitupatia saa There ya are times usiku, we were given night ikifika shifts. saa fulani When it comes to this time, lazima watu wawe kwenye manyumba. people should be in their Kwa hiyo houses. ilikuwa hali ambayo sio Therefore, nzuri. it was a very Kila terrible state. ukikumbuka kuna When- masaa ambayo hautatembea Every time when you barabarani, remember there is a time I shall not be there on the ilikuwa roads. mbaya. It was so bad. Lakini siku baada ya But siku, day by day, unapoona yule mtangazaji anasema when you look at that person announcing, hali hiyo inaendelea, that set continues. watu walizoea. People got used to it. Tulizoea. We got used to the curfew.
Hivyo ndivyo mtu alivyo. That's how a human is created. Anapoingia kifungoni, When you get into slavery, siku ya kwanza yuko sawa, yuko na shida, you have a problem. anaona nitoke, You see that I have to leave this place. lakini akiendelea, But as you continue, anajipata you find yourself that I have na to hivyo adapt to hivyo this. And that way, unaweza kupata mtu you can find somebody wakati anatenda dhambi mara ya kwanza, when the first time is sinning, inamtesa, it becomes a problem to him. anasumbuka, He becomes slavery. anarudia kwa And Yesu then he comes back na to kuomba Jesus msamaha and repenting na kulia and crying na kumwambia and Bwana, tell the Lord, nisamehe, help me, forgive me. nimeanguka. I have fallen. Lakini jinsi unavyoendelea, As you continue, utajipata you will find yourself, ile roho that spirit ya kusikia hofu of not na uoga and inaondoka, gets out of unajipata you find yourself, unakuwa uhuru you become ndani free ya dhambi, inside sin. na hiyo ni hatari. And that's dangerous. Kwa hiyo shetani And therefore Satan, anakuchukua he takes you. kuwa mateka. You become a slave. Unaweza ingia You kanisani can come to church, lakini bado uko but mateka. you're still a slave. Unaweza kuinua You mikono can lift up your lakini hands, bado uko but you're mateka, still a slave. kwa sababu watu wengi, And that's why si many kila people, mtu not everybody, anaingia kwenye mlango ule this door. yuko sawa na You're okay Mungu. with God. Biblia inasema The Bible says, Mungu anawajua walio wake. knows his own. Hata hapa Even here, Mungu anawajua walio wake. Those who are Kuingia kanisani getting to church sio alama ya kumcha is not Mungu, a sign of kwa sababu something hata shetani Because even Satan anaingia kanisani, goes to church. hata walevi Even those who wako come, kanisani, they come to church. wazinzi Even those wako who are kanisani, fornicated go to waongo church. wako Who are kanisani, liars, they are in church. lakini yeye anasema But he says anawajua walio wake. Those who are his own. Kwa hiyo hawezi Therefore jidanganya. you cannot lie to yourself. Unaweza kuzani You can think umetudanganya that you have lied to us ukajiita and mjanja, say that I am lakini thinking Mungu man. But God aonaye that sees, anajua huyu he says this ni one wangu, is mine. huyu And this one sio wangu. is not mine. Kwa hiyo hali ya kifungo And therefore a state of slavery ni hali ambayo is a state si nzuri. not good. Wengi wamekufia kifungoni Many people have died in prison kwa sababu walifika mahali because they got somewhere wakatosheka na kifungo. and they were comfortable with their Kwa hiyo prison life. Biblia inatuambia ya Therefore kuwa the Bible says wana wa Israeli the people of Israel, wakaingia Misri, they got into, waliingia kutafuta chakula they got there to look for food na walikuwa kwenye hali ambayo iko sawa. and they were in a state where Mungu they were okay. alimwambia Ibrahimu, And the Bible, God told akamwambia Ibrahimu, watu wako wataingia Misri, that your people will go to Egypt, lakini watakaa miaka 400 but they shall stay for 400 wakiwa kwenye years kifungo, while in lakini slavery, baadaye but watatoka. later end they shall go Kwa hiyo out. wana wa Israeli And the Israelites, walikaa kwenye kifungo, they stayed there in na prison. wakati walipoingia kwenye hicho And kifungo when they got into the state of prison, wakaanza kukaa na kuzoea. they stayed there and they got used to it. Wanapigwa They are beaten up, lakini bado watafanya they kazi still work, na bado watazaa, and they still give birth. bado watazaa. They will still give birth. Kwa hiyo kulikuwa na jambo la kutosheka. And therefore there was a state of being comfortable. Wanateseka They are suffering, lakini watoto ni wengi wanaozalika. but the children are giving, they are multiplying every day. Kwa hiyo walifika mahali Therefore they got somewhere, pamoja na Farao kuwatesa, together with all this slavery from Pharaoh, pamoja na mateso together wanayoipitia, with the suffering, lakini wakazoea. they got used to it. Wakati mwingi unapozoea, Many a times when you get used to something, itakufanya katika maisha yako it will make you in your life usifikie kwenye mpango wa Mungu. not get to the plans of God. Shetani anaweza kukuweka mahali Satan might put you in a place umefungwa, that you are lakini prison, anakupatia jambo la kuzoea. but he gives you a state Hiyo of, ni roho ya kukukandamiza. that's a spirit of putting Usifurahie not your maisha ya dhambi na ukayachekelea, and you laugh with kwa it, sababu kuna watu because they are hata people, akifanya dhambi, they'll- hata akifanya nini, even if they do anything, ajali. it doesn't matter to them. Hapo ujue That one Roho knows Mtakatifu the spirit of God alishaondoka ndani yako has already departed kitambo. from you long ago. Mtu yoyote Anybody ambaye ana roho wa Mungu that has the spirit of God, anapoanguka, when you fall, moyo wake haukai the salama, spirit of his spirit is never at peace. atalia He will cry mpaka
mpaka Mungu amsamehe, until when God na will forgive mwisho him. hatarudi. And at the end of the day, Lakini not repeat it. ukijiona, But when you look at yourself, jiangalia kwenye you kioo. look at yourself in the Kama mirror. wewe ni mtu If you're a ambaye human, hata ufanye mabaya, even if you do anything hata evil, uende kinyume na even if mapenzi ya you go Mungu, against the will of God, uko sawa. you are okay. Jijue ya kuwa Know that uko kwenye hatari, you are in danger. kwa maana kufumba na kufumbua, Because in a parapanda ikilia, when the trumpet hautaenda will mbinguni. not go to heaven. Hii nakwambia I tell ukweli. you the truth. Furahia dhambi, Be happy in sin. itafune kama njugu karanga, I take it like lakini njugu dhambi karanga. ina meno, Sin has inatafunaga it mtu, will not break you and crush you. inamalizaka mtu. Finishes Unaweza kuzani uko sawa, You are okay. lakini But uko mahali pabaya. you are in a bad Kwa hiyo Mungu bado yuko kwenye kiti cha rehema. Huyu God Yesu is still seated in anahitaji the mtu and he needs somebody ambaye atasema nimeamua kutoka kwenye hichi kifungo. Najua ya kuwa ulikufa ukafufuka ili nikombolewe. Sasa kwa damu ya Yesu, kila kifungo kinachotesa maisha yangu ninakataa, ninajifungua kwa jina la Yesu. Kama ni kifungo cha dhambi, kifungo cha ulevi, kifungo cha wizi, kifungo cha uongo, kifungo cha uzinaa, ninakataa, ninajifungua ndani ya damu ya Yesu. Sitakuwa mtumwa kila siku, kila siku mimi ndo wa kuangukaga. Nakataa. Wakati unapoamua, Roho Mtakatifu anashuka na anaanza kukomboa maisha yako, na anaanza kukufanya kiumbe kipya. Ulikuwa mwizi, lakini unajipata wizi umeondoka. Ulikuwa mlevi, unajipata kiu ya pombe inaondoka. Ulikuwa kahaba, lakini ile hali ya ukahaba inaondoka. Mungu anakupatia neema, anakupatia uzima, kwa sababu damu ya Yesu inanena mema juu ya mteule. Damu ya Yesu inakomboa. Damu ya Yesu inatuweka kuwa huru. Kwa nini uteseke? Kwa nini ukae kwenye kifungo? Kwa nini uendelee jinsi ulivyo? Na kuna Yesu aliyebeba mizigo. Kuna Yesu amesema leta mizigo yako. Kwa nini ukae naye? Ni kama vile mtu anaenda kwenye matatu, amebeba mzigo, yuko kwenye matatu, lakini ina mzigo. Tua mzigo. Hii matatu ina uwezo wa kubeba mzigo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Israeli wakazoea miaka 400 wakipitia mateso. Inaweza kuwa ni vizazi 10 vilipita ambacho wanaendelea kuteseka, wanaendelea kukua kwenye mateso, na huku wana ahadi za Mungu ndani yao. Unaweza kuwa na ahadi ya Mungu, lakini kama bado uko kifungoni, ile ahadi haiwezi kufanya kazi. Lazima utoke kwanza kwenye hicho kifungo ili ahadi ya Mungu iweze kufanya kazi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Israeli wanaendelea kukaa katika hali ya utumwa, katika hali ya kuonewa, katika hali ya kufanya kazi bila malipo. Kila siku anafanya kazi na kuna mtu amemsimamia. Akikosea kidogo atachapwa sawasawa. Kwa hiyo kizazi cha kwanza kikapita, kizazi cha pili kikapita, kizazi cha 8 kikapita, kizazi cha 10 kikapita. Lakini ilipofika wakati hawa wana wa Israeli wakasema hatutaendelea, sisi ni watoto wa Mungu, ahadi ya Mungu iko juu yetu, hatutaendelea kuishi maisha ya utumwa, maisha ya kifungo.
Kwa hiyo afadhali sasa tuamue kuomba Mungu. Biblia inasema ya kuwa wakamlilia Mungu, wakaomba mbele za Bwana kwa machozi. Acha nikuambie, wakati unapozoea mateso hautatoka. Hata kama mtu akikuwekea mkono ili utoke kwenye kifungo, hautatoka. Inahitaji wewe mwenyewe uamue, useme ya kuwa nimechoka. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hakuna muujiza, there is no miracle wa wewe bila wewe mwenyewe kuamua. Without you deciding. Kama unaamua, if you make up your mind. Unajua unaweza kutana na mtu, you can meet somebody, yuko kwenye kifungo fulani, he is in a certain state of slavery, na hichi kifungo and this kind of prison ni wewe mwenyewe is you. Ndio unaamua. You made up. Lakini kama una mtu anakuona tu uko kwenye kifungo na hujali, and someone is looking at you and you don't wataangalia wale wenye kujali. Those who will, wewe mwenye ushazoea, and you got used to it, tabakia pale, you'll stay there. Lakini kama umeamua, but if you make up your mind, kama leo tunaweza simama, like today we can stand. Kuna vifungo tulikuwa ndani, there are prisons we have, lakini tuliamua kutafuta Mungu, but we made up our mind ili aweze kutufungua, so that he may make tuweze us out of this kwenye hizo vifungo. We get out of na this state Mungu of prison. yuko tayari kwa yoyote anayesema nimechoka. That makes up his mind to say that I'm tired. Naomba Bwana nishike mkono. And tell the Lord, hold my hand. Tunapomtazama Petro, when you look at Peter, alipokuwa anaanza kuzama, when he began sinking, Yesu alikuwa pale, Jesus was there, lakini alimwangalia and he looked at him na kufanya kitu. He didn't do anything. Lakini alipoamua, but when Peter decided, akasema nishike mkono, that hold up my hand, nazama, I am sinking. Alijitambua, nazama. He knew that I am sinking. Usipojitambua, if you don't understand, utazama tu, you will sink, na utaenda, and you will go. Yesu akamshika mkono. Jesus held his hand, kwa sababu yeye mwenyewe, because himself alijua, knew, nazama, that I'm sinking. Iko nguvu sana, it is so powerful kubadilisha mtu. It is so hard to change somebody kama hana moyo wa kujitambua. If he doesn't have a spirit of hata mtoto, even a child, unaweza kuwa naye ndani ya nyumba, maybe having a child, ukamshauri and advise that child, alafu unaona machozi yanatoka, and then you see them cry. Machozi kutoka sio kitu ambacho kinakuonesha huyu mtu amejitambua. Tears coming down their eyes doesn't mean that those people, kwa sababu machozi mengi ni tabia ya kujificha, because tears make people hide, na kuonesha nimeonelewa, and show that people are looking down upon na me. Kila siku ukiona umeonelewa, and every day when you look, hakuna siku utajitambua makosa yako. There is no day you will see utawalaumu watu wengine, utaona ya kuwa wamekukosea, see that people have been. Lakini mtoto ambaye anaonywa na anakatazwa, alafu yeye mwenyewe anakubali, ni kweli nimefanya. Yes, I have made a mistake. Mtoto ni rahisi, that child is easy kutoka kwenye shida, to get out of that state of a problem. Lakini hao mwenye uko na mshauri, but those ones you are advising, anakuonesha, unaniambia, mbona unaniambia hivi, unanionea. Wengine atakwambia, au ni fulani alikuambia, maybe so and so told you. Ni watu wanakuambia, uniambie. So for you ukishaona ni watu, I've seen, yes, hakuna siku utajitambua. There is no day you will understand yourself. Lakini kama unakaa chini, but time you sit down, Biblia inasema mwana mpotevu, the Bible says that alipozingatia moyoni mwake, when he decided in his heart, ni watumishi wangapi that wanaokula na kusaza kwa nyumba ya baba yangu, na mie niko hapa, niko nateseka. Hapana, no, naamua kwenda. I decide to go. Biblia inasema, the Bible says, akiwa mbali anakuja, while his far is coming, baba aliyemuona, the father saw him approaching, alikuja kumlaki, and he came and took him. Baba hakutokelezea, the father did not come wakati huyu mtoto, when this child hajaamua, had not decided. Ile mambo unaifanya kwa siri, those things you are doing in secret,
inakukula. They are eating you up. Inakutafuna. It is crushing. Alafu kitu cha ajabu, and the funniest thing, Biblia inasema, the Bible says, kilicho siri, whatever is in secret, Mungu anakiwekaga wazi. God will put it in. Unakula open. Maharage, You're taking lakini tutajua beans, tu ulikula maharage. but we will know that you took hata beans. kama ulitudanganya ulikula kuku, Even if you lied to us, you took some lakini kuku. kuna saa But there are some time kiingia kwa kale kachumba kadogo, when you go to the other mtu small room, akipita huku when someone is atasikia passing milio by, pa 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 pa. we'll hear you getting So, some au sound mtu alikula from that room, maharage and you know kweli. this one is beans, not kuku. Maharage These are beans kweli. indeed. Maharage kabisa, utasikia zile sauti za Because hewa. you will get that funny smell odor. Hakunanga siri. There's no secret. Mtu asikudanganye. No one should lie to you. Kila chochote unachokifanya siri Everything that you do in secret kinatokeaga. will come to appear one day. Kinaweza kawia, Maybe it might take time, lakini tutakujua. but we will know. Si leo umejificha, Today you have hidden yourself. si leo unajiona kama Today you are saying yes. lakini amua, But decide, make up your mind today. amua. Decide today. Bwana Yesu asifiwe. Bible, praise the Lord. Kwa hiyo hawa watu And these people, wakaamua kumwita Mungu, they decided to call upon the Lord, wakamlilia Mungu, and they cried to him, wakasema imetosha, and they said, it's enough. imetosha, It's enough. imetosha, It's enough. tumeteseka, We have suffered. tumepigika, We have suffered. hakuna chochote tunachopata, And nothing maisha yetu yamekuwa ya taabu Our life is full of usiku na trouble. mchana. Every night and day. Walipoamua na kumlilia Mungu, Made up their mind. Biblia inasema ya kuwa Bible says, Mungu alisikia, God heard their cry. akayaona machozi yao, akasikia kilio chao, akaamua sasa ili aje awakomboe. Nazungumzia ukombozi hatari. And this redemption. Kwa hiyo Biblia inasema ya kuwa The Bible says, Mungu akamtafuta Musa. God looked for Moses. Mungu hatafutaki mtu wa He mbali doesn't look for someone ili so aje far kukukomboa, for him to come and lakini yule aliye karibu yako anaweza kuwa mkombozi. Watu wengi wameshindwa kutoka kwenye shida People have refused kwa sababu wamewadharau watu. Unaweza kutafuta mbali, lakini kumbe kuna mkombozi ambaye Mungu amemleta katika maisha yako ili awe faraja, awe mkombozi. and the redeemer of your life. Kaa na watu vizuri, Stay with the people in peace. kaa na watu Stay with vizuri, the people in kwa peace. sababu hujui Because you don't know atakaye kushika who will mkono. hold your hand. Unadharau watu. You are looking for Unaweza kuwa na watu hapa, unapigia watu kule, unawaambia niko na shida, lakini kuna msemo unasema fimbo ya mbali haiui nyoka, lakini fimbo ya karibu. Kuna watu wamedharau watu. Anaweza kuwa yuko kwenye shida, lakini anapigia wengine wote, lakini aliye karibu yake anamdharau, anaona hafai, huyu atanisaidia. What will he do for me? Lakini Mungu But God, anatumiaga walio he karibu. will use those who are close to you. Mungu anatumia Musa. God will use Moses. Ambia sasa, nimesikia kilio Tells them that I've heard their cry, cha wana wa Israeli. the people of Israel. Kwa hiyo utaenda Therefore you will go uwakomboe. so that you redeem them. Tunamwona Musa We see Moses. akifanya vitu vyote, He's doing everything possible. naenda kuwaomba wana wa Israeli, He goes and then asks for the people of Israel. na baadaye And then later, Mungu akawapatia neema, God gives them the grace. wanatoka, And then they get out of slavery. wanapata ruhusa ya kutoka. They are given reason to get out. Sasa wana wa Israeli And the people of Israel, wanatoka sasa, they now living. alafu Mungu Then God anawaambia hivi, tells them this. nendeni mkaombe Go and pray, vyombo kwa watu, or go and ask for, mwende mkaombe vitu. go and ask for things. Unajua Israeli You know, Israelites, ilitoka na utajiri Misri. the Israelites got out of Egypt with a lot of Mungu riches. aliwapatia kibali na neema. God gave them the favor and the grace Mahali popote wangeenda kuomba that kitu, every place they will go and ask for wangepewa. anything, they will be given. Mungu anarudishaga miaka iliyoliwa na nzige. God will always
give back the years that were taken. Unaweza kuwa umeteseka miaka mingi, Maybe you have suffered for lakini long. Mungu akarudisha kilichopotea. God brings back that. Hawa watu walipitia, And these people went Misri ikajawa na utajiri juu ya mikono ya Israeli, because of the hands of the Israelites. lakini Mungu But God akasema hamtatoka hivyo miaka 400. Akawapatia neema waende kwa wale watu, wawapatie fedha na dhahabu, wawapatie kila chochote cha maana. Mchana wa leo nataka kukuambia, miaka iliyoliwa na nzige Mungu atairudisha. Haijalishi umekaa miaka mingi, lakini katika jina la Yesu Mungu atairudisha. Waliobeba vyako watavirudisha katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kuwa Israeli wakachukua vitu, wakaanza kuondoka, wakacheka, wakafurahi, wakasema tumepata ukombozi. Kila mmoja alibeba, kila mmoja alifurahi, kila mmoja akaona Mungu mkubwa, akasema Mungu ametukomboa. Wakati wowote Mungu anapofungua mlango, jua ya kuwa kuko vita. There is a fight. Mlango haufunguliwaki A door is not just opened pasipokuwa vita. when there's no war. Na ndio maana That's why ukiona mlango umefunguka, when you see there is a door open, usijaribu kustarehe, don't be happy and be kwa sababu katika merry. ule mlango Because in that door, shetani naye anataka kupita kwenye ule mlango. Satan also wants to use the same Watu door. wengi Many people, Mungu amefungua, God has opened, lakini kwa sababu ya kuzubaa, but because of not being careful, wakati ambao amejisahau, when the time you're not understanding Ibilisi yourself, ameingilia hapo, Satan has used the same. anakuja kufunga He mlango. comes now and closes the Ukombozi door. hatari. Redemption that is Mara dangerous. nyingi tunapotaka kukombolewa Many a times when we want to kutoka restore kwenye redemption mateso na shida, from the dangers and troubles of Ibilisi life, hachagi hapo, Satan doesn't leave it alone. lazima anakujaga He kupiga. has to come and fight. And Kwa hiyo unapoomba when ukombozi, you're praying for redemption, kwa pande nyingine on another hand, unaomba vita. you're praying and Kwa hiyo asking ni for trouble. wakati wa mapambano. Therefore, it's time to fight. Usikae unastarehe Don't say that, kwa Mary, sabu umesikia mlango because you've umefunguka. just seen the door opening. Endelea kuomba, Continue to pray. endelea kupigana Continue to fight. mpaka wakati Till utakapoona that time, kile kitu Mungu alisema you see what the God has umekishika said. kwa mkono. You see how Wengi wamepoteza many people have lost hapa in the katikati middle of it. kwa sababu wamejisahau. Why? Because they forgot about Umetabiriwa themselves. mara mingi, umetabiriwa mara mingi. People, you've been Utakuwa tajiri, you'll be rich. utafanya nini? You'll do this. Toka walipokutabiria, And since then, nini imefanyika what has kwako? happened? Ulisikia unabii, You've heard the ukakaa promises. unatembea na unabii, You've been walking lakini with unaposikia unabii And when you lazima heard, upige magoti you have to sit mpaka somewhere wakati until that ambapo time baraka when the itashuka. blessings will come down. Lakini unasema wanabii ni You wanabii say, wa uongo. These prophets are not, they are liars. Kuna wale wa kweli They are those ones who are ambao true. Mungu aliwatumia And God used kukuambia them unaenda to mbali, tell you that you're going far. utabarikiwa. You will be blessed. Lakini saba alikuambia But since when he told you, wewe ukatembea tu naye, you was walking with Uko that unacheka. prophecy, laughing, being happy with it. shetani analala. Satan, is he sleeping? Halali, He doesn't sleep. hawezi kukuacha wende, He can't leave you to go. lazima akushike. He has to hold you. Hivyo ndivyo wana wa Israeli And that's how the people of Israel, wanabeba baraka, they are carrying their blessings. wanakubaliwa kuondoka. They are accepted to Mungu amewapigania, God has fought for kwa them. hiyo wanaenda. And then they are going. Wakati wanapoenda And when they are going, mahali tumesoma, the place you have read, tunaona wana wa we see the Israeli people of Israel, wamefika kwenye bahari. they are coming to the Red Sea. Ndiyo Mungu amewaambia Yes, God told them watoke, that go. na tayari wameona miujiza hapa, And they have seen miracles. na wameona vile Mungu amewapigania. Seen the way God has Wengine walikufa, some died. lakini wao But them, damu iliweza kuwafunika blood was able to come. na wakaamua kuamka na kuondoka. And they woke up one day in Lakini kumbe Instead, mbele ya safari ya on their way, kuko bahari ya Shamu. there is always a, Unaweza kuona umetoka, maybe you think that unaweza kuona ya kuwa nimeweza, lakini kumbuka kuna bahari iko mbele yako. Walipofika kwenye bahari wakastuka,
They were amazed. Tulizani ya kuwa Mungu aliyetuleta ni Mungu ambaye ni mkubwa, atatuwekea barabara ambayo haina shida. Mbona tunaona barabara haieleweki? Mbele ya barabara tunakutana na bahari, na hii bahari hatuwezi kuweka kilalo. Daraja. We can't see a bridge over it. The time when the language refuses. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hauwezi kuweka daraja. You cannot put the bridge kwenye bahari. On the sea. Unaweza kuweka daraja kiasi. You can build maybe a tunaweza kuona nchi zingine kama vile Marekani wanaweka daraja chini ya maji, lakini ni kama mwendo wa masaa dakika kadhaa unatokea pande ile, lakini hauwezi kuweka daraja kwenye bahari ya Shamu. Kwa hiyo Israeli wanafika kwenye bahari, wanaangalia mbele, wanaona bahari, wakiangalia nyuma. Biblia inasema ya kuwa nyuma yao kulikuwa na Farao, tena Farao akiwa na jeshi kubwa, farasi 600 ambazo zinawafata kuwarudisha nyuma. Wanasifiwa. Kwa hiyo walipokuwa pale, wanaangalia mbele bahari, nyuma wanaangalia Farao, pande zote wanaangalia huku kuna kuta. Kuna mtu mchana wa leo ameona anatoka, ameona mambo yote ameyafanya yanamfanya atoke, lakini ghafla anakutana na bahari ya Shamu, ghafla anaona milima, ghafla anaona Farao. Lakini nataka kukuambia usiogope, kwenye hiyo bahari Mungu atatengeneza njia. Hata shetani apinge, Mungu ataleta njia. Mapepo na mashetani wakule kwenu, ambao wanavaa uchi, wanaruka wanageuka huko nyuma wakirukaruka, wakisema hautaenda, hautafika. Mchana wa leo nakwambia kwa jina la Mungu aliye hai, hata kama bahari iko, Mungu atapasua njia, Mungu atatengeneza njia, na wachawi wa kwenu wataanguka chini katika jina la Yesu. Hatutawaogopa. Mungu anamwambia Musa, waambie hawa watu wasiogope. Mchana wa leo, ingawaje ukombozi wako ni hatari, lakini Bwana anasema usiogope, 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 usiogope katika jina la Yesu. Ukombozi tayari wa hatari. The redemption, the dangerous redemption. Kwa hiyo wakiwa hapo, wanaangalia, wanasikia sauti ya Farao. Najua wanamjua Farao, wanamwelewa. Sasa hapa Farao anakuja na hasira, tena hasira ya ajabu, wanakuja na nguvu. Lakini Biblia inasema ya kuwa katika ile bahari Mungu akasababisha upepo mkali. Kumbe wakati wa kufunguliwa njia kuna kuaga na upepo. Usiogope upepo, kwa sababu huo upepo unakufungulia njia. Bwana asifiwe. Unaweza kuona upepo mkali ukaanza kusema Mungu ametuacha, Mungu yuko wapi? Usikate tamaa. Kwenye huo upepo njia inatengenezwa, njia inatengenezwa. Biblia inasema ya kuwa upepo ulipovuma barabara ikafunguka katikati ya maji, katikati ya bahari, ambapo Mungu aliamua ili kila yoyote ajue ya kuwa
mimi ndio niliyetenda, that I am God who made it, mimi ndio that niliowaokoa, I am the one who's redeemed na them, jina la Mungu liweze kutukuzwa. that may the name of God be Kuna wakati glorified. katika maisha There is time in life unadhani ni nguvu yako, you think it is your na ndio power. maana kuna mambo mengi That's hayatokei, why so many things lakini are not wakati happening. utajua But when you will know mahali nimefika, that the place you sio are, kwa sababu it's ninajua, not because ni you kwa know, sababu ya mkono wa it's Mungu. because it's the hand of God. Ni mkono wa It's Mungu the hand of God umenibeba that has lifted mahali me nimefika, from the place that I sio am. kwa sababu ninajua. Not because I Biblia know. inasema The Bible si says, kila mtu anajua not kukimbia everyone knows anatokaga who kuwa knows how mshindi. to race that is Unaweza kujua kukimbia You might know how lakini to race, ukawa wa mwisho. but you become the Ni last. wengi So many ambao walizania wanajua that thought that they kukimbia, know how to run, lakini mwisho but at the end, wanafika mahali ambapo they come to a point akikaa chini that when he sits down, anasema we, he says, yeah. kwa hiyo Mungu Therefore God, anafungua he is opening a bahari door, ya Shamu the Red Sea, ili Israeli wasijisifu, for the people of Israel not to boast, lakini waseme but say, ni mkono wa Mungu. it's the hand of God. Mungu anawapitisha. God makes them go Kwa through hiyo it. Israeli Therefore Israelites, wakiwa kwenye hiyo barabara, while in this road, watu walinyamaza kimya. everyone was quiet. Kwa sababu gani wananyamaza kimya? Why? Mungu ameshawaambia mnatoka, God has already told them that you are leaving. na tayari bahari imefunguka, And already the sea has opened. barabara inaonekana, There's already a way. lakini hawaruhusiwi kuongea, But they're not allowed to talk. wananyamaza. They keep quiet. Unajua sababu? Do you know the reason? Wakiangalia huku na huku, When they look side by side, wanasema huu ukombozi they say that this redemption, hatujauonaka. we have never seen it. Juu hapa Because here, hii maji kirudi, if this water will come back, tunaangamia. we will go, we'll die. Wakiangalia, wakisikiliza nyuma, When they listen to the coming voices, wanamsikia sauti ya Farao they'll hear the chariots of Pharaoh. inakuja na They are majeshi. coming with their army. Kwa hiyo katika hii safari ya In ukombozi this journey of redemption, walikuwa na they nyamaza, were quiet. wakivuka They were quiet while crossing. wanaenda, They are going, wananyamaza. they are quiet. Ndiyo tunajua Yes, we know tuko kwenye ukombozi, that we are in the redemption. lakini ukombozi But this redemption, hatuwezi jipiga kifua. we cannot boast. This Ukombozi redemption ni ukombozi hatari. is redemption Hii that's dangerous. maji This water, inaweza kurudi, it can come back. au Farao Or this Pharaoh, anaweza sababisha he can come and cause, kutukamata he can catch na us kutumaliza. and even kill Kwa us. hiyo hatutajipiga Therefore, we will kifua not boast of na anything. hatutaongea, And we will not talk even ingawaje tuko katika huo even though we ukombozi. are in this redemption. Biblia inasema ya kuwa Bible says Israeli Israel, waliendelea they continued wakiwa kimya while they were quiet, kwenye ile silent barabara. in this journey, on this road. Wakifika mwisho When they go to the end, ya bahari, the end, on the other side of the sea, Farao Pharaoh inakimbia. is coming. Jua Know this. njia uliyopitia, The road that you went through it, adui anaifataka, also the enemy uses it. na ndio maana nimekwambia That's why I told you, wakati wowote anytime unaona Mungu amekufungulia njia, that God has opened jua your kwenye way, ile njia know that on this same adui road, yuko. Satan also, but rather the enemy is also there. Ukijisahau When you try to forget about yourself, utaangamia, you will suffer and ingawaje die. njia ilifunguka. And the door was open, or the road was made. Jua adui iko nyuma. Because the enemy Piga. is before you come in. Clap and be happy. Wakati umefika ng'ambo, Be happy when you have crossed over. wanasemaka hivi, They say this, usicheke mamba don't laugh at the crocodile, mama, wakati uko na haujavuka bahari. before you cross over. Watu wengi wanacheka The- mamba People are laughing at the crocodile, na hajavuka bahari. and yet they have not crossed over the river. Unaweza kuzani umefika, Maybe you think that you have crossed over already, kumbe yet mamba there. inakungoja. And instead, the crocodile is Ndio waiting for maana you. Israeli That's why the Israelites, walijua wako kwenye ukombozi they knew hatari. that they are in a dangerous redemption.
walikuwa wananyamaza. They were quiet. Na ndani ya mioyo And in their hearts, walikuwa wanaambia Mungu they are telling tusaidie. God that help us. Mungu tusaidie. God help us. Kuna mtu leo There akibarikiwa, are people today when they are blessed, akisikia tu anapata kazi, when they just see that they have gotten a job, hata maombi anayaacha. even they forsake prayers. Na hajaenda hata kwa ofisi. And yet they are not in the office. Kuna mtu tu akisikia nimevalishwa pete, There are people today when they see that they ataposte kila will mahali. post everywhere. Hajui ya kuwa They don't know, sijaingia. yet I have not gotten Unaweza kuwa umeolewa, Yes, you've gotten lakini married. umeingia ndani, And you go unadhani there. kama ndio kipimo And cha you- kukaa ndani and ya you ndoa, think that maybe that's lakini why- miaka 3 But ukaacha 3 ndoa. years then you get out of the marriage. Usicheke mamba, Don't laugh at the Haujavuka crocodile. bahari. And yet you've not crossed over. tumekuwa na watu wana shida. We have seen people having problems. Akipata leo ndoa, When they get married today, wote ni pusi na mbuzi, wale hawajaolewa. the rest of the other people are Leo goats. tunakuwa na wanafunzi kwenye Facebook, sijui TikTok, mtoto wa miaka 15 iko nasimama nasema mimi nataka kufunza ndoa. There are people who are teachers on Facebook today. Unajua ukitaka kushika mume ili uweze kukaa kwenye ndoa, unaongea nini? Funga mdomo. Unacheka mamba, hujavuka bahari. Miaka 5 kwenye ndoa, haujakaa kwenye ndoa. Kuna watu wamekaa miaka 20 na leo wako single. Walizani wamekaa milele, lakini wakaachiwa njiani. Lakini wewe miaka 2 unazani umefika. Usicheke mamba, haujavuka bahari. Yet you have not crossed over. Tuko nakaa nasema, wamama wa single, nataka kuwaongelesha. I want to talk to you. Unajua, inawezekana ni makosa yenu, ndio maana mliachwa. Nani alikuambia ni makosa yao? Who told you that? Hawakuota hivyo, They didn't dream wala like that. hawakuomba hivyo, While yet lakini they were kuna not jambo praying that. liliinuka But njiani something happened on the way. ghafla Suddenly, ambalo hawakuwazia. that they didn't think. Kwa hiyo wewe mwenye uko mahali, Therefore, you who is usijaribu kucheka mtu. don't laugh at somebody. Oh, nimebeba mimba. Oh, I am pregnant now. Na mwendo umebadilika. And maybe even your way of talking and walking has changed. Usicheke mamba. Don't laugh at the crocodile. Kuna watu walikufia kwenye meza. There are people who died on the Mungu table. anapokupatia mimba, When God gives you, inua mkono, mwambie Mungu, lift up your hands and tell ili the ndiye Lord, kilicho ndani ya tumbo yangu. Niko kwenye ukombozi hatari. Tayari nimeambiwa nina mimba, lakini sijui kilicho ndani yangu. Kuna wengine walizaa watoto wa ajabu, wenye hawana mikono, wenye hawana miguu, wenye na saa walikuwa na beba hizo mimba, walijisifu sana. Kumbe kilicho ndani yao ni kitu hatari. Muombe Mungu wakati kuko kwenye hiyo safari, ili Mungu akuvushe salama. let you cross over safely. Muombe Mungu. Pray to God. Muombe Mungu. Pray to God. Hapana kucheka mtu. Don't laugh at anybody. Kama Mungu amekubariki, If God has blessed you, jina la Bwana may libariki. the name of the Lakini Lord be usicheke praised. yule But hajabarikiwa. don't laugh at that one who's blessed. Anaweza kukupita He can run and pass by you very fast. ukashangaa. You wonder. Na ndio maana Israeli That's why the ilinyamaza. Israelites kept quiet. Lakini walipofika When they crossed over, walipofika pale kwenye ufuo wa when they bahari, got at the seashore, Israeli wote all the Israelites, wakakumbuka they remembered mateso the waliopitia, sufferings that they went through, tabu walioipitia, shida walioipitia. Wakauona mkono wa Mungu wakiwa ng'ambo ya bahari, wakaimba nyimbo mpya. Mungu akawaonesha adui zao wakiangamia kwenye maji. Katika ule ukombozi utaona adui yako akiangamia kwenye maji. Njaa iliyokutesa, kukosa kazi iliyokutesa, kukataliwa iliyokutesa, itakufa kwenye maji katika jina la Yesu. Mchana wa leo Mungu akupatie wimbo mpya. Mchana wa leo Mungu akupatie wimbo mpya. Mungu akupatie wimbo mpya katika jina la Yesu. Ukombozi hatari, lakini ndani ya huo ukombozi kuna kufika mwisho. the end of it.
Usinicheke. Don't laugh at me. Oh, tulizania kama unatoka. We thought that we're leaving. Oh, tulijua sasa ushapata we visa. know that you found the visa. Na mbona uyasafiri? Why have you not gone? Niko kwenye ukombozi hatari. I am in this dangerous redemption. Ndani ya hiyo ukombozi hatari. And in this redemption, ninaamini I believe upepo hata upige that even when the wind will come, it will not carry me, lakini utafungua njia katika jina la Yesu. Bwana ni mwaminifu, hawezi kukuacha njia. Tunaye Mungu haachagi mtu njia. Kwa hiyo katika ukombozi tunamwona Israeli akiimba wimbo mpya, tukaona ushindi, tukaona Mungu akiwapatia tena furaha. Mungu akupatie furaha, Mungu akufikishe mwisho wa kile ulichoanza. For that which you began. Usiishie njiani. Don't give up on the way. Simama na miguu yako. Stand on your feet.